Serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA imezindua mfumo wa kielektroniki wa wakulima utakaowaruhusu kunufaika na mbolea ya ruzuku kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao. Mfumo huo unahusisha usajili wa wakulima katika daftari kwa ajili ya kupokea mbolea kwa bei nafuu na inayosimamiwa na serikali. Hapa ni baadhi ya wakulima wakieleza kuhusiana na usajili huo. Sajili mwaka ndio nimesahau, lakini walipoanza kipindi cha kwanza nilijisajili mara ya kwanza. Sikuweza kupata namba ya mkulima, hasa nifanye nini ili nipate namba ya mkulima. Ningewaomba Wizara ya Kilimo waje watupe namba ya usajili, nipate namba ya mkulima niweze kujiunga na wenzangu, naweza nikapata mkopo niweze kulima. Hiyo mimi nilijisajili, lakini sijapata namba ya mkulima. Sikupata namba ya mkulima mpaka leo. Kwa hiyo naomba mtuletee tujisajili tupate namba za wakulima. Kila mtu apate namba ya mkulima, tupate namna ya kuchukua mbolea na mbegu. Ukifika mwezi wa kwanza tuanze kulima. Samson Poneja ni mkurugenzi msaidizi idara ya mazao sehemu ya pembejeo kutoka Wizara ya Kilimo. Anawasisitiza wakulima hao ili kuondokana na changamoto hiyo wanapaswa kuhuisha namba zao ili kurudishwa kwenye mfumo. Kuna baadhi ya wakulima walikwisha jisajili wakapatiwa namba, lakini pengine wakabadilisha namba ya simu. Kwa hiyo tunawasisitiza wakulima wale ambao walibadilisha namba na hivyo hawana namba ile ya mkulima, waende wakahuishe taarifa zao kwa maafisa ugani. Kuna baadhi ya wakulima wengine walipokea meseji lakini kwa bahati mbaya wakawa wamefuta ile namba, warudi kwa maafisa ugani wao ili waweze kupatiwa namba ya simu. Taarifa zao ziko kwenye mfumo na wanaweza wakapata namba zao kama ambavyo walijisajili katika mfumo. Lakini kuna baadhi ya wakulima wengine unakuta kwamba pengine katika usajili waliandika ekari chache na sasa wameongeza maeneo ya uzalishaji, wanaruhusiwa kwenda kuhuisha taarifa zao za wakulima. Umuhimu wa kusajili unakwenda sambamba na matumizi ya mbolea katika mazao. Mbolea ikifika huwa napata vizuri sana, kwa sababu nikishafika tu wasisumbuliwi kwa sababu ya kujisajili vizuri sana. Lakini sasa tatizo wakati fulani mbolea zinapungua. Zinaisha. Tunafanya njia nyingine ya kuonyesha mashamba darasa. Kwa tunashirikiana na halmashauri mbalimbali pale ambapo kunakuwa na mashamba darasa yao, tunapeleka mbolea zetu, na tunafanya hivyo kwa sababu hiyo ndo njia sahihi ya mkulima kuona namna mbolea zinavyowekwa na namna mbolea zile zinavyoweza kuzalisha. Kwa hiyo hizo ni taratibu mbalimbali ambazo tunazitumia sisi kuweza kutoa elimu lakini kufikisha mbolea sokoni. Kupitia mpango kazi wa mwaka 2025-2026, serikali kupitia Wizara ya Kilimo inaendelea kutekeleza mpango wa utoaji wa ruzuku ya pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea na mbegu bora za mahindi. Kutoka Musoma mkoani Mara, Joyce Mwakalinga, FM.